Simama unaumiza kichwa kweli kweli, lakini itategemea pia na ni kitu gani ambacho Singida watamuonyesha Simba kesho. Maana tunauzungumzia kwenye uchanya of course, lakini pia kwenye uhasi inaweza ikatokea game ngumu sana kwa Singida kwenda kwa Simba. Kwa hiyo bado mnyama Simba ana kibarua. Bado kwa sababu unajua uzuri kwa Singida nafikiri tofauti pengine na Simba. Singida labda atakuwa tu anataka kupigania tu nafasi atakayomaliza, lakini uhakika wa kucheza kimataifa tayari anao. Kwa sababu hakuna mtu mwingine yoyote kuanzia nafasi ya 5 mpaka kushuka chini ambaye anaweza kufikia alama zake. Kwa atakuwa anacheza labda ile nataka tu nafasi ya 3 ama vipi, lakini hata nikikosa nao no sweat. Kwa kuna namna ambavyo watakuwa wanacheza na uhuru wa kiakili. Hawana pressure. Watakuwa wanaingia uwanjani hawana pressure. Ila licha kwamba sasa watataka kuonesha kwamba na sisi tuna ukubwa kiasi gani. Ila issue ya kwamba nafasi yao iko reani ya kucheza kimataifa ipo. Mechi ambayo mimi nafikiri Singida wanaweza wakawa nao wanacheza na pressure kubwa ni mechi ya FA. Sababu ni mechi ya kutoa kikombe. Lakini hii ya kwenye ligi ni tutaweza kupata nafasi ya 3 ama vipi? Lakini hata tukikosa bado tunacheza kimataifa, hakuna shida. Pressure kubwa iko kwa Simba. Sababu kwa namna yoyote wakiangusha alama maana yake wameweka reani nafasi yao kutoa ubingwa. Mzigo kwa mzito. Kwa hiyo ni hatari sana kukutana na timu unaenda kucheza aina cha. Sisemi kwamba Singida eti wataka kupambana, naweka tu muktadha kwamba hawaweki rehani nafasi yao ya kucheza kimataifa. Kwa hiyo that means kwamba watapambana. Of course, kila mmoja anaenda kupambana, lazima wapambane. Vinginevyo si wangesema jamani wapeni tu Simba alama 3 sisi hatuna shughuli nayo. Lazima waende watapambana uwanjani. Ninachosema ni kwamba kwa Singida wenyewe position yao watakuwa hawana ile pressure kubwa ya kusema oya tukipoteza tu hapa au tukipata sare ujue nafasi ya kucheza kimataifa imeondoka. No, wenyewe wanajua tayari ipo. Kwa sisi tunaenda kwa ajili ya kuwa professionals uwanjani. Tuweke mechi kwa sababu by the way tunalipwa mishahara kama wachezaji. Lazima tupambane uwanjani. Ndio hii kazi ambayo inatulipa. Ila tu kwenye mindset zao watakuwa ni kwamba ule uhuru wa kiakili, yani ile pressure kwao imeondoka. Na ndio maana nasema ni hatari sana kucheza na timu ambayo wanaingia uwanjani hawana pressure kupata matokeo chanya. Yani ile pressure haipo. Kwa wanaingia kwamba tuna relax, tunacheza game kwa kurelax. Kwamba this is our game. Ogopa sana timu ya namna hiyo kwa sababu hawatakuwa wana paniki kwamba ukituwekea pressure kwenye mpira, let's play. Yani una shida namna gani? Tukifika mbele yani kuna ile yani relaxation wanayo kwamba this is ndivyo tunavyocheza. Tofauti na kwamba pengine wangekuwa wanahitaji alama 1 ama 3 ili wacheze kimataifa. Unashangaa labda wanaweza wakaadjust game yao bwana. Hii tusipoteze speed ile. Yani labda tuweke basi fulani hivi ama tufike kama mechi yao ya kwanza waliokutana. Yani ulikuwa unaona wako aggressive mno. Inawezekana mechi nao watataka kuonesha ufundi zaidi. Kwa bwana tunaenda to na nyie. Simba mkija na sisi tunakuja. Mkija na sisi tunakuja. Afu tuone nani atakayefunga magoli mengi kuliko mwenzake.